Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo, nimeliona jambo muhimu kuliko mali. Nimelipata jambo muhimu kuliko umaarufu au maisha ya duniani. Jambo hili ni wokovu wa roho. Maana mtu anaweza kuwa na kila kitu duniani. Anaweza kuwa na jina kubwa duniani. Anaweza kuwa na umaarufu zaidi. Lakini kuna hatari ya kumpoteza Mungu. Katika Biblia Marko 8 mstari wa 36 imeandikwa, faida gani mtu kupata ulimwengu wote akapoteza nafsi yake? Hebu tujiulize, je, wokovu ni nini? Wokovu ni kitu gani? Nataka nikwambie kwamba wokovu ni kuokolewa kutoka dhambini na kupatanishwa tena na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kila mwanadamu amefanya dhambi. Hakuna mkamilifu mbele za Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristo alikuja duniani ili atuokoe. Katika Biblia 3:23 Warumi, kitabu cha Mungu kinasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini habari njema ni kwamba Mungu anatupenda. Hakutaka tuangamie. Ndiyo maana alimtoa mwana wake afe kwa ajili yetu sote. Biblia Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee afe msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu haupatikani kwa pesa. Wokovu haupatikani kwa cheo au matendo mema pekee. No, ni neema ya Mungu. Wokovu unapatikana kwa kutubu dhambi. Unapatikana kwa kumwamini mwana Yesu Kristo. Wokovu unapatikana kwa kuacha njia mbaya, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Katika Biblia 10 mstari wa 9 kitabu cha Warumi kinasema, ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, hapo utaokoka. Wapendwa, wokovu si wa kesho tu, unaanza leo. Mungu bado anaita watu warudi kwake. Haijalishi umeanguka mara ngapi, Mungu yuko tayari kusamehe. Mungu yuko tayari kusamehe ukirudi kwake kwa moyo wa kweli. Na mtu akiokoka anapata amani ya moyo, anakuwa kiumbe kipya, anaanza kutembea na Mungu, anakuwa na tumaini la uzima wa milele. Na kusihi leo, ukiisikia sauti ya Mungu, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Fungua moyo wako kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.